knows. Kwa sababu pesa watakazopewa wabunge wote walioko bungeni sasa hivi zile milioni 250 na point na marupurupu yao na kila kitu, tuseme almost milioni 300. Piga kwa idadi yao ni pesa shilingi ngapi hizo? Ni parefu sana, ni billions of money. Kwa hiyo sio deni la taifa, ni deni la wanasiasa ambalo wanalipatia taifa. Kwa sababu GDP yetu kwa mapato yetu sisi wananchi ni kidogo kuliko, yani uzalishaji wetu ni mdogo kuliko, yani matumizi yetu ni makubwa kuliko uzalishaji. Kwa lazima tukope, na tukikopa ukiangalia hizi pesa hatupeleki kwenye miundombinu ambayo inazalisha pesa kwa haraka. Maana nikikukopesha hela lazima hiyo hela izae kwa haraka na irudi, otherwise lazima hiyo hela tuitoe sehemu nyingine ili izae. Sibilipata. Kwa hiyo kwa sura ya nje ni deni la taifa, lakini kwa sura ya ndani mimi nadhani ni deni la wanasiasa kwa ajili ya taifa. Kwa sababu hao wanasiasa mlivyoweka madarakani mliwauliza kwamba je, tukikupa madaraka pesa ya kutuongoza utatoa wapi? Kwa kama wananchi walifeli kuuliza hilo swali, wanatakiwa wabebeshwe, maana hawakuwa timamu wakati wanatoa kura. Ila walitakiwa nadhani kuuliza kwamba pesa ya kuendesha nchi mtatoa wapi? Kwa hiyo mimi kwa upeo wangu natumia sasa upeo wa chini sana wa uelewa. Naona ni deni la wanasiasa kwa taifa. Yes. Na ndio pale narudi kwenye kile kitu tulikuwa tunazungumza kwamba ndio tuna kile kauli inasemwa. Tuna chama kikongwe kinachoongoza nchi. Asa kama chama kikongwe ndo kinaongoza nchi, kwa nini mpaka leo hakijawahi kusolve hii issue kwamba tunaendesha nchi kwa kutegemea kukopa na sio uzalishaji wa ndani? Sio mnipata? Na tunasema tuna vyama pinzani ambao vinataka kutoa chama kikongwe madarakani. Je, mission ya vyama vya upinzani ni kuingia Ikulu na wenyewe kukopa kama chama kikongwe, au wanakuja na misheni gani ili tusiendelee kukopa? Mimi ndio mambo natamani kusikia kwenye kampeni na ilani za watu za uchaguzi. Maana otherwise story ya deni la taifa mimi naona ikiendelea. Lakini pia kumbuka kuna kukopa pesa kutoka nje kama deni la taifa. Kuna issue ya hesabu za serikali. Na kuna msimamizi wa hesabu hizo za serikali huwa anazipresent kila baada ya mwaka mmoja. Nadhani si miezi kadhaa ni mwaka mmoja. Kuna ubadhirifu wa fedha huwa tunausikia. Nakumbuka upotevu wa pesa hizo zinatokea kwenye deni hilo hilo. Ndio zinakuja hapa tunaambiwa si ufisadi, ubadhirifu na nini. Uchukuaji wa hatua ukoje? Ni kwamba wahusika wasikii, hawaelewi, hawafanyi kazi, au inakuwaje? Nimesha kuambia hivi. Sura ya nje na sura ya ndani unatakiwa kuziona zote. Nje ni deni la taifa, ndani ni deni la wanasiasa. Unadhani deni na ubadhilifu ukiwa mwanasiasa, huyo anayesoma hesabu za serikali atafanya nini? Maana unamsomea aliyekuapisha. Utafanya nini? Kwa kuna hatua itakayochukuliwa. Lakini hilo deni akiwa takataka tu kama ndugu yangu mmoja, lazima ashughulikiwe. Umenipata? Kwa hiyo deni la taifa naweza nikasema ni drama. Kwa sura ya kiuchumi ni drama, kwa sura ya kisiasa pia ni drama. Lakini kwa sura ya kiuzalendo mimi nadhani ni uhaini. Kwa sababu haiwezekani kila mwaka huyu anayesoma hesabu na mapato na matumizi ya serikali CAG anatusomea pesa zimepigwa mahali alafu atusikii mtu amenyongwa. Mimi nadhani ifikia hatua sasa hivi wakisomwa watu kama yule jamaa ambaye waziri mkuu aliyokutwa amejenga sijui kibanda cha Mlizi kwa milioni ngapi? Milioni karibu 7. Yule hakutakiwa hata uchunguzi. Yule unashika unanyonga. Mimi nikiwa rais yule ashanyongwa siku nyingi. Mapema kabisa. Maana si watu wengine hatuna dini. Unaona damu ni vitu vya kawaida. Damu za mtu zikiwa juu yangu sintazikimbia niache zinaelea hapo. Hiyo ni mbaya. Anyway, ili tuweze kufikia sehemu nzuri nadhani inatakiwa tu na utaratibu wa China kwamba sehemu yote mtu anakutwa na ubadhirifu anyongwe. Ushanipata? Anyongwe, kwa sababu otherwise mimi sioni sababu ya CAG kutusomea hizo taarifa kila mwaka. Nadhani anatuchosha kwa sababu deni linatuumiza. Sisi wananchi ambao tunadaiwa milioni 1.6. 1.6. Ile deni linatuumiza.
Mimi hata na vitoto vyangu sijavitoa huku ndani ya mwili na venyewe vinadaiwa tayari. Yaani vikijitokeza tu vimekula chuma. Vimekula kwao. Ya tu niendelee na chaputa. Sasa kitu ambacho ndio. Kitu ambacho nadhani katika hili deni la taifa, kwanza tungeanzia mahali. Tungeanzia na pale napokuambia wanasiasa wanaotaka mamlaka. Tuwaulize pesa ya kuongoza nchi watatoa wapi? Ndio. Na wakisema vyanzo ndio vile vile wanafanyeje? Hatutaki kuwapa nchi. Hatutaki kuwapa nchi. Unajua Ikulu ni mahali patakatifu. Tunataka utakatifu wako huku. Sasa tunakupaje nchi? Wewe unatuambia utatuletea sisi maendeleo. Wakati maendeleo unayaleta kwa mimi kulipa ile wanaita nini ile, kuna ushenzi fulani hivi siupendi sana. Nini sijui stika anaenda kwa usalama. Yaani unategemea mimi nilipe stika anaenda kwa usalama ndio tengeneze barabara. Zile bima zile. Nilipe bima. Tena nadhani hiyo nilipe bima kabisa. Mwaka unaisha, hamna damage nimepata kwenye gari, ila imeenda. Ishaenda. Hamna gawio, hamna nini narudishiwa. Anayefaidika hapa ni aliyeandaa hiyo system. Aliyeandaa bima. Anyway. Sasa lazima tuulize mwanasiasa, unataka nchi, pesa ya kuendesha nchi utatoa wapi? Achana na kodi, achana na madeni. Tunataka tusikie your fresh mind. Itaendeshaje nchi? Sasa haya maswali hatuwezi kuuliza maana hatuna wananchi. Hilo neno gumu. Sisi tunao wapokea sare. Baskeli, pikipiki. Watu wanaweza kukimbia, kuandamana na kushangilia hivyo. Lakini inatakiwa ili tuweze kusolve issue ya deni la taifa tuulize kwanza anayetaka. Ni sawa na uniambie mbunge anakuja, mtu anaomba ubunge anatuambia nitaleta barabara kutoka wapi? Tajenga barabara kutoka wapi? Paka wapi? Sio, umenielewa? Alafu baadaye unasikia anasema Mheshimiwa Rais ametuletea barabara. Tunataka wewe unapokuja kutuomba ubunge utuambie utafanya nini wewe bila serikali kutuletea barabara. Umenipata? Maana ndio maana unataka ubunge. Kuzungumza siku hizi na serikali sio lazima wote twende bungeni. Lazima tukazungumza tu on air na serikali ikasikia. Umenipata? Kwa hiyo wabunge wanatakiwa wajue pia bunge nalo limeanza kuisha market. Huwezi kusolve mambo ya watu kwa kwenda kule. Serikali inaweza ikasikia tu from on air, bunge la online wakasikiliza, wakaona wabunge online kumbe wametoa mawazo mazuri, acha tuyafanyie kazi. Naam. Sio, unanipata vizuri? Sasa swali lazima wananchi waulize, lakini swali langu najiuliza, tunao wananchi timamu? Wana hiyo courage ya kuuliza mwanasiasa anayetaka uraisi kwamba wewe utatoa wapi pesa za kuendesha nchi? Lakini nawaza wananchi tuko milioni 60 kwenye kumfanyia mahojiano mgombea wa kiti cha urais. Unadhani wananchi milioni 60 tutamhoji kweli? Ndio maana mimi nadhani, ndio maana nakwambia sisi hatuna nchi, hatuna wananchi. Hawapo. Sisi hatuna wananchi. Kwa nini lakini? Kwa sababu gani? Kwa nini? Na ndio maana nakwambia mara nyingi hata vyuo vikuu hatuna. Kwa sababu hatuwezi kumhoji wote maswali. Lakini tuna mifumo ambayo tungekuwa tumeiboresha. Hiyo mifumo ingetusaidia. Kama tunaanzia ngazi ya familia. Ndio. Tunakuja ngazi ya balozi. Tunazungumza nini sisi na ubalozi wetu? Hatuna tunachozungumza. Yaani balozi yupo tu kwa ajili ya matukio labda usigelo akikutwa amemkalia amemwekea mtoto matako kwenye uso, ndio balozi anaitwa. Njoo muone ameusigelo amemwekea mtoto matako kwenye uso. Ndio issue ya usigelo ya balozi siku hiyo. Ndio. Labda umehama nyumba, balozi ndiye anahusika siku hiyo. Yaani hizo kazi za kijinga jinga tu. Wakati kumbe tungekuwa na issues ambazo tuna discuss kuanzia kule. Alafu tuna wenye vitu wa mitaa. Wenye viti hao wa mitaa sijui vitongoji kazi yao tu ni kupitisha vibarua. Lakini ile mikutano yenyewe hatuhudhurii, hatuzungumzi. Lakini tuna wakuu wa wilaya. Yaani tuna sehemu nyingi ambazo wananchi wangekuwa active. Mambo mengi wangeweza kusolve wananchi wenyewe. Ndio maana mimi ukisema watu wanaotupia sana maneno serikali, tukiwa na akili timamu, serikali ni nani? Sisi ndo tunawapa mamlaka kwa sababu sisi ni wengi kuliko wao. Kwa ina maana sisi ndo tuna nguvu. Ndio maana nilikwambia ili nchi yetu ya Tanzania mambo mengi yabadilike. Tunatakiwa tuwe na active nation. Na tunatakiwa tufanye active actions kuanzia ngazi ya familia. Sasa haya mambo ya kuendelea kuongea mwanasiasa tunafuatilia, tunasubiri. Wanasiasa wanaendelea kutusherehesha. They will do nothing kwenye nchi bila kuchukua hatua. Bila mwananchi mmoja mmoja kuchukua active actions na kuwa active citizen.
mambo hayatabadilika. Nchi za wenzetu ziliendelea maana watu waliamua kuwa active kuanzia ngazi ya familia. Okay. Wakaona sisi tuna contribute nini katika taifa, na contribute nini mtaani kwangu, kwenye kata, sijui jimbo, wilaya, mkoa, taifa. Ni citizen mmoja mmoja. Ukiangalia kwa jicho tu hivi la propaganda za kisiasa, utaona wale wanasiasa ni shida, lakini ile shida tumeitengeneza sisi wananchi kwa kuwa passive na maisha yetu. Kuwa lose. Sisi ndo tumelose hapa. Yaani unaacheka grupu fulani ka watu ambao sio watakatifu hapa, utegemewa kuletea utakatifu. It's impossible. Wataenda tu kule kuomba plate number. Plate number. Sio, umenipata? Na VIP za wake zao. Na VIP. Yes. Lakini wananchi wakianza ku active kuanzia chini. Sasa shida ni kwamba Watanzania, kutokana na upeo mdogo wa akili, Watanzania wana hate watu active. Wanaona kama threat. Sasa matokeo yake ndio deni la taifa. Na linazidi kupanda. Na itazidi kupanda kwa sababu mlipeleka watu ambao si watakatifu mkawapa sehemu nyeti. Alafu mwisho wa siku wamefika kule hawana cha kufanya. Kwa hiyo inabidi warudi tena kuwakamua nyie ambao mliwapeleka pale. Kwa hiyo mnatakiwa sasa Watanzania tu wapate akili. Ndio maana kuna vitu nchi hivi vya kisiasa mimi nikisikia nasema wanasiasa wetu bado hawana akili tunaona. Nadhani hii ni main point ya kuongelea hasa. Yes. Hii ya kuinterview au wagombea. Yes. Yaani umeongea lakini bado kuna hiyo point husika. Maana yake tuwatumie wakuu wa wilaya kutuwakilisha kwenye kuwahoji wale. Au tutumie chombo gani? Sababu hata wabunge wanaotuwakilisha the same prize. Sijajua kama wanaweza kutuwakilisha kumhoji rais kwa maswali magumu mgombea huyo, au kuna kikundi gani? Hebu hiyo tuweke wazi. Kwanza nadhani ndio moja ya kosa ambao tunafanya. Watanzania wanachagua watu waliojipambanua kwa umaarufu na sio kwa uwezo. Hilo ndio kosa ambalo Watanzania wanafanya. Umeona? Na ndio maana Watanzania wengi wanapambana kuwa maarufu badala ya kukazana kubobea kwenye uwezo wao. Character. Sio, umenipata? Hiyo ni shida ambayo tuko nayo kama taifa. Kwa hiyo shida nasema mimi inaanzia at family level. Umeona? Na ukiniambia mimi mfumo wa kuwahoji, tunafanyaje? Sisi ndio tuna mamlaka, tuna mabaraza huku kwetu. Sijajua kama siku hizi kuna bunge la vijana, sijui. Lilikuwepo hapo mwaka 2014 nilikuwa nasikia. Lakini hata kama hakuna hilo bunge, kuna vyuo vikuu. Kuna wasomi pale. Kuna wasomi. Haya mambo yalitakiwa yazungumzwe vyuo vikuu vikubwa. Inatakiwa kuwe na midahalo mikubwa. Mimi nashangaa siku hizi vyuo vikuu watu ni kufanya tu assignment. Inatakiwa kuwe na midahalo mikubwa. Yaani mimi ukiniuliza kwa akili zangu, ukienda chuoni kila siku huko darasani unaenda kufanya assignment. Yaani wewe umeenda shule ya msingi iliyochangamka. Kwa sababu mwanachuo anatakiwa aachiwe afanye research. Sasa wewe kila siku, sijajua mfumo wetu wa vyuo vikuu ukoje. Kweli bana. Maana kwanza nafika chuo kikuu nakuta kuna assignment. Kwenye mtihani kuna matching item. Multiple choice. Mambo ni ya shule ya msingi, darasa la pili B. Shule ya msingi, sio la pili B, la pili D. La pili B. Chuo kikuu mnaenda kupewa mitihani ya kusoma. Mimi wale jamaa walikuwa la pili B walikuwa wamechangamka kidogo. Nadhani hata form 6 angalau. Form 6 kuna kufanya mitihani kwa kujieleza. Angalau kwa vyuo vikuu, kwa sababu unajua tukitengeneza mfumo wa vyuo vikuu kwa kufanya uwe smart utatusumbua. Hasa baadhi ya kozi kama za elimu hizi tungetoka tujadili mifumo ya elimu kwa undani. Tunapewa mitihani multiple choice na matching item chuo kikuu. Seriously. Naomba nitunze maneno yangu. Ana miwana majini. Seriously. Na maneno ukiongea majini anatesa sana usiku. Maneno naomba ni ameze yabaki tumboni. Ningeongea hapa hali ingekuwa mbaya. Kiukweli hivi vyuo ni kweli ni moja ya sehemu ambayo hivi ni vyuo ni kweli vyuo vya kata. Kwa sababu havina uhalisia kuandaa wananchi wa kiwango cha kwanza. Tunasema raia grade namba 1. Wangetakiwa watoke chuo. Nakumbuka wakati mimi naenda chuo kikuu, neno moja babangu aliniambia mlangoni wakati naondoka. Aliniambia unaenda chuo kikuu. Nategemea baada ya kuhitimu nione ukuu wa akili yako. Kila la heri. Nikachukua begi langu nikang'oa. Ila nilipofika chuo kikuu, chuo kikuu siku unatokea darasani saa 11. University.
Bado uachiwe kwa wiki mkutane mara moja darasani. Eti unaambiwa kozi na credit 3 na kana msikiliza boya masaa 3. Au ni vyuo ambao vimeandaliwa na watu wa nje ili kutufanya akili zetu zisiwe sharp. Yaani chuo kikuu tunarudishwa primary. Yaani nimesoma kwa mateso sana. Alisikika aliyekuwa speaker wa bunge mstaafu mheshimiwa Job Ndugai. Kuna clip ilitembea sana. Anasema juzi mama amekopa. Sasa kwenye kukopa na paraphrase siwezi nikanukuu maneno yote. Sasa anasema kwenye kukopa huku nyinyi wasomi, alikuwa anaongea na wasomi wa chuo fulani hapo. Hamuni hali ili deni la taifa tungetakuwa tujibane sisi wenyewe kodi za ndani hizi. Tukikopa huku ipo siku nchi yetu itauzwa hii deni likiwa kubwa. Ni kelele ambazo zilitrend sana kipindi hicho na kikampelekea pengine ikawa ni moja ya sababu ya kujiuzuru. Nimekosa sana. Lakini mzizi wa tatizo ni ile video fupi kutrend mtandaoni. Issue kubwa ni deni la taifa limekuwa na watu wakijaribu kujadili ile swala moja, limekuwa na midahalo mingi, mabishano, watu wanahamaki sana. Deni la taifa linashika hisia za watu sana. From psychological point of view kitu kinakuwaje? Ndo kile mimi nimekuambia kwamba one of the challenge kwenye nchi yetu, watu hawana financial education. Wala financial literacy hawana. Hiyo ni moja. Kwa hiyo watu wakisikia kuhusu deni ni kitu ambacho kinawaogofya. Cha pili ni kwamba deni hili la taifa, nimesema mimi hapa kwa upeo wangu wa uelewa, kama unachagua mwanasiasa anayekuambia atakuletea maendeleo na humuulizi hela ya maendeleo ataitoa wapi wewe usipotoa kodi, umenipata? Hadi hapo utakuwa unajua nani amesababisha deni la taifa. Deni la taifa amesababisha mwananchi ambaye anachagua mwanasiasa asiyejua pesa za kuendesha nchi atazitoa wapi. Lakini tukiangalia kwenye reference za mataifa yote duniani, kuna nchi inajiendesha bila raia kutoa kodi. Ipo kweli? Ni kitu realistic? Kwenye uchumi tuko na hiyo term kwamba is it real? Kodi ni game. Inategemea na nchi yenu umeamua kuiset vipi. Sisi nchi yetu nikiona ni shamba la bibi, kila mtu achume aondoke zake. Umenipata? Ndio maana mimi nimewahi kuambia kwamba hii habari tunazungumza amani, sijui usalama, tudumishe amani, ni light topic ya kuzungumza. Nchi haiwezi kuendelea kwa amani na usalama. Nchi inaendelea kwa mambo mengine ya ziada tunavyotaka kujipambanua. Umeona? Hata kama hakuna nchi ambazo zinajiendesha bila kodi au zipo, swali, sisi tumepanga kujiendeshaje as a country? Sasa hivi hata tukiulizana hapa, unadhani sisi kama country tumepanga kujiendesha vipi? Hakuna anayejua. Kwamba waulize hata wasome hivyo vikuu na wasome wanafunzi kwamba nchi yenu imepangwa kujiendesha vipi as a country, achana na chama. Yaani as a country vision ya taifa. Kuna ilani ya chama tu hapo, ya Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kuna na hivyo vingine. Cha nini, cha ubwabwa, hivyo vingine. Sasa inatakiwa nchi kwanza iwe imejipambanua inataka kujiendesha vipi. Ndio maana mimi nalia sana na hiki tunaimba kila siku kwamba nchi yetu itapiga hatua siku tukiwa na active citizen wanaochukua active actions. Na nimetolea mfano pale kwamba ripoti za CAG nyingi zinasomwa kila mwaka. Mambo ni yale yale tu. Yaani drama si zinabadilisha tu wahusika, ila sini ni zile zile, kwa sababu wananchi hawajawahi kuwa active wao wenyewe na matendo yao hawajawahi kuwa active kwenye their action. Umeona? Kwa hiyo issue ya deni la taifa inakuwa na sintofahamu kwa sababu watu wetu hawana uelewa. Nani anaruhusu deni la taifa litokee? Kwa mfano, ukiniuliza mimi, serikali maybe inaweza ikasema inakopa pesa kwa ajili ya kujenga miundombinu na kuleta maendeleo. Kwa uelewa wangu mimi, maendeleo ni kitu endelevu. Sio kitu ambacho kina tamati. Na kwa upeo wangu mimi wa uelewa, unapoleta maendeleo
hauleti maendeleo ambayo ni static, unaeleta maendeleo yanayojiendeleza. Umenipata vizuri? Kwa mfano, nikitaka nijiletea maendeleo lazima nianze kununua kiatu. Kwa sababu nikitembea peku kuna sehemu naweza nisifike. Ila kiatu kitaniwezesha kwenda sehemu ambayo nitanunua soksi. Umenipata? Kiatu kitaniwezesha niende sehemu ambayo nitanunua suruali. Kiatu kitaniwezesha niende sehemu ambayo nitanunua shati. Umenipata? Sasa sisi tunapokopa kwa ajili ya maendeleo, tunakopaje? Tunaanza kununua koti au tunaanza kununua kiatu kitupeleke sehemu ya kununua koti? Hapo sio, umenielewa vizuri? Kwa mfano, ukiangalia nchi hii kwa uelewa wangu mimi nilionao, hakuna wilaya ambayo haina madini nchi hii. Kwa research zangu na taarifa za geology za nchi hii, hakuna wilaya haina madini nchi hii. Kila wilaya ina madini ya aina yake. Umenipata? Lakini nchi yetu hii haina kiwanda kikubwa cha kuchakata madini ambacho serikali ilitakiwa kuwa nacho. Umenipata? Kwa ungeniuliza mimi, kuna baadhi ya vitu havikutakiwa kufanyika, vingetakiwa vifanyike vitu ambavyo vinaleta vitu. Kwa mfano, ukikopa pesa ukajenga kiwanda cha kuchakata madini yaliyoko kwenye kila wilaya ya nchi hii, ina maana kiwanda hiki kitatusaidia kujenga mabarabara, kitatusaidia kujenga madaraja, kitatusaidia kuleta vitu kibao. Lakini ukikopa pesa ukatengeneze madarasa, hiyo pesa umetupa. Kwa hiyo ingetakiwa pesa ichukuliwe, pesa izae pesa kwenye sekta ambazo zinazalisha kwa haraka, pesa kwa haraka. Alafu hiyo itakayozaliwa basi ipelekwe kwenye sekta ambazo haizai kwa haraka. Lakini tayari tuna mtu ambaye anazaa. Unajua, tuanze kwa kuoa kikongwe, tunaoa kichuna. Maana kikongwe hazai tena. Kichuna mtoto mashallah ndiye anaanza kuzaa. Kwa amechemka, anachangamka, anaweza kuchochea kifua. Tumeelewa vizuri? Sasa sisi tunaenda kuoa kikongwe ya juza, alafu tutegemee atuletee watoto, kitu ambacho ni impossible. Unamaanisha nchi hii viongozi pia hawana elimu ya kifedha? Au pengine elimu ya kifedha? Sio namaanisha, that's how it is. That's how it is. According na mfumo wa elimu ambao wao viongozi wamepita wa nchi hii, hakukuwa na somo la mambo ya kifedha. Hakukuwa na kwa sababu nchi ingekuwa na mfumo wa mambo ya kifedha, hao maprofesa na madokta wote wanaokimbia vyuo vikuu kwenda kushika nafasi za ubunge wangetumia uprofesa wao kutengeneza fedha bila kwenda bungeni. Wanapoenda maana yake ni kwamba hawana financial education. Kwa sababu kwa mtu kama mimi huwezi kuniambia kwamba ili nisaidie taifa lazima niende bungeni. Kwa nini nisianzishe bunge la online nikawa mbunge ambaye natoa maoni? Kali. Kama kweli unania kusaidia nchi, sio lazima uende bungeni. Mbunge wa online. According to my awareness, wengi wanaenda bungeni for personal interest. Sio kwamba kweli wanataka kusaidia wananchi. Si kweli. Zama tulizonazo sasa hivi hazikuhitaji uende bungeni ili usaidie wananchi. Kwa ndani ya mwezi mmoja unaweza kumobilize wananchi wenyewe online na wakafanya mambo. Wewe unafahamu watu wangapi ambao tunafahamiana nao ambao wanafanya vitu through online na wanasaidia nchi? Kabisa. Si wengi tu. Wengi. Sasa kwa lazima waende bungeni? Sio lazima. Kwa mfano kuna yule binti ya Sumta na kampeni yake ya nini? Mtoto ni dawati sijui. Shule ni dawati. Ni kampeni anafanya online na ana supply madawati kwenye shule. Hajaenda bungeni. Very nice. Ila kuna mbunge kwenye jimbo yeye anasubiria kwanza aende bungeni aombe madawati serikali. Wakati kuna binti ambayo yuko under 25 anafanya kampeni ya kupeleka madawati kwenye shule. Sasa inakuhitaji bunge hiyo nayo. Umeona? Kwa hiyo changamoto ndio hiyo tulionayo sisi. Kwamba watu ambao tumewaweka kwenye mfumo sio watu ambao wamepevuka kiupeo. Ni watu ambao wamehofia hofu ya kuishi. Kwa hiyo wakaamua wakimbie mbele ambapo wengine hawataki kukimbia, waende kula kwa haraka kabla ya wenzao. Huwezi kukopa pesa ukaenda kujenga madarasa. Wewe umesoma uchumi na mara sekondari watakushangaa ukiniambia ni akili. Umeelewa vizuri? Mara sekondari watashangaa kwa kusikia unasema kukopa pesa kujenga dawati, kujenga darasa, hiyo ni akili ya kifedha. Umeacha kukopa hela kuwekeza kwenye
uzalishaji labda kwenye kilimo, Yes. ama kwenye madini. Achana na kilimo, kiwanda cha kuchakata madini, kuongeza thamani ya madini. Hicho kiwanda unadhani kingetuletea shilingi ngapi? Basi tukope pesa, tuweke kiwanda, turudishe kiwanda cha tairi kama General Tyre. Magari ni mengi sasa hivi nchi hii. Unadhani hizo ni shilingi ngapi tungetoa hapo ambazo zingetusaidia kujenga barabara? Lakini tutashangaa sisi tunakopa pesa, tunaenda kujenga barabara ambayo hairejeshi pesa. Kwa lazima tutoe pesa nyingine sehemu nyingine kufidia deni ambayo tulikopa kujenga barabara. Kuna maanisha kama nchi tumepuuza industrialization, uchumi wa viwanda. Yaani hatujui, sio uchumi wa viwanda huko tusifike. Hatujui maana ya money game, mchezo wa pesa. Okay. Mimi nakwambia deni ni kipimo cha maadili. Na ni sauti ya vilio vya kizazi kijacho kinachosema msituue sasa hivi au msituue kabla hatujazaliwa. Umenipata? Elewa hiyo concept. Kuona maanisha deni hili unayosikia la taifa ni la wajukuu wako na vitu ambao hawajakuwepo kwenye uso huu, ambao wanalia msituuze kabla hatujazaliwa. I see. Lakini tayari wameshauzwa. Nani amewauza? Mtu ambaye ana akili ya kukopa pesa na kuja kujenga darasa, akidhani darasa ni maendeleo. Umenipata? Kwa sababu darasa halizai, pesa inatakiwa izae. Pesa izae pesa. Pesa izae pesa. Pesa inayozaliwa izae pesa. Inayozaliwa izae pesa. Inayozaliwa izae pesa. Alafu hii pesa inayozaliwa ndo tutumie kwenye kujenga vidarasa. Kwenye kujenga madarasa kama tunataka madarasa. What knows?